Mji tulivu nchini Kenya bado unatiswa na kivuli cha ukoloni, huku familia za wenyeji zikiendelea kuombeleza na kudai haki, si kwa vita vya zamani bali kwa uhalifu wanaodai kufanywa na wanajeshi wa Uingereza ambao bado wanapiga kambi katika ardhi yao. Kwa miaka mingi kikosi cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya bado kimekuwa kikisifiwa kama nguzo ya ushirikiano wa kijeshi kati ya Uingereza na Afrika Mashariki. Lakini nyuma ya maneno mazuri ya ushirikiano na usalama kunajificha historia ya giza yenye madai ya ubakaji, unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto na ukatili dhidi ya wanawake. Haya sio matukio ya mara chache, ni mfululizo mateso unaoanzia miongo kadhaa iliyopita, mamia ya wanawake wa Kenya wakidai kutumia na kunyanyaswa kimwili na kijinsia na wanajeshi wa Uingereza. Kisa cha mfano zaidi ni cha Agnes Wanjiru, mwanamke wa miaka 21 na mama kijana aliyepatikana ameuawa na kutupwa kwenye tanki la choo katika hoteli ya Nanyuki mwaka 2012. Kwa zaidi ya miaka 10 familia yake imekuwa ikiomba haki, yakimtaja mwanajeshi mmoja wa Uingereza kuwa mtuhumiwa mkuu. Licha ya hasira ya umma na ahadi kutoka London za kushirikiana katika uchunguzi, hakuna kilichotokea. Kila uchunguzi mpya unaonekana kufifia katika ukungu wa urasimu, mfano dhahiri wa uhusiano wa kikoloni mamboleo, ambapo nguvu huamua ni maamuzi gani yatasikika na yapi yasahuliwe. Sasa taarifa mpya zimeshtua taifa. Uchunguzi wa mwaka 2024 uliofanywa na ITV na gazeti la The Guardian umeonyesha kuwa baadhi ya wanajeshi wa Uingereza waliokuwa wakifanya mafunzo nchini Kenya walijihusisha kingono na watoto wa kike, wengine wakiwa na umri wa miaka 13. Waathirika walieleza kubakwa na kutumiwa, wengine wakibeba mimba na kupata matatizo maisha ya kudumu. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imeahidi kuchunguza, lakini kwa Wakenya wengi samahani zao zinaonekana tupu na zisizo na uaminifu. Huu sio tu uonevu wa mtu binafsi, huu ni mtihani wa uadilifu wa maadili ya Magharibi. Mataifa haya ambayo huyahubiria Afrika kuhusu haki za binadamu, usawa kijinsia na utawala wa sheria, sasa yanakabiliwa na tuhuma nzito za kuruhusu au kufumbia macho uovu unaofanywa na wanajeshi wao. Unafikiri huu ni wazi kama mchana? Ikifanywa na wanajeshi wa Afrika, hukumu ni ya haraka. Magharibi hutangaza vikwazo, shutuma na majukwaa ya potovu, lakini wakosaji wanapobeba bendera ya Uingereza, ghafla diplomasia inasema tuvumiliane, tufuate taratibu na uchunguzi wa siri. Matokeo yake ukimya unavaa sura ya ustaarabu. Ukweli usiofurahisha ni kwamba uwepo wa jeshi la Uingereza nchini Kenya mara nyingi umeendeshwa kwa jeuri ya enzi za ukoloni. Chini ya makubaliano ya sasa, wanajeshi wa Uingereza wanaotuhumiwa kwa uhalifu nchini Kenya mara nyingi huponea kushtakiwa chini ya sheria za Kenya. Makubaliano haya yanayotetewa kwa kisingizio cha ushirikiano wa ulinzi yamewapa kinga dhidi ya wajibikaji kwa Wakenya wengi. Hii sasa si tu dosari ya kisheria, ni fedheha ya kimaadili. Suala si uwepo wa mwanajeshi wa Uingereza, ni ujumbe unaotumwa kwamba uhai wa Mwafrika una thamani ndogo kuliko heshima ya mgeni. Kila simulizi ya mwathirika inapocheleweshwa, pouzwa au kufichwa kwa kisingizio cha kidiplomasia, ujumbe mmoja unasikika wazi: nguvu za Magharibi bado zinashinda haki ya Kiafrika. Bunge la Kenya limechukua hatua, limefungua upya uchunguzi. Waathirika na mashahidi wamesimulia hadharani kubakwa, kugongwa na magari, hits and run, na kutelekezwa na wanajeshi waliorejea Uingereza bila adhabu. Mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International yanakadiria kuwa zaidi ya visa 650 vya unyanyasaji wa kingono vinavyohusisha wanajeshi wa Uingereza vimeripotiwa Kenya tangu miaka 1980. Vingi havijawahi kufikishwa mahakamani. Kenya na Afrika kwa ujumla inastahili ushirikiano wa heshima, si wa kihorela. Ni wakati wa Nairobi kurejesha makubaliano yake ya kijeshi na London ili kuhakikisha makosa yanayofanywa na wanajeshi wa kigeni yanashughulikiwa kwanza na sheria za Kenya. Nchi inayoheshimu utu wake haiwezi kukabidhi haki zake kwa mkoloni wa zamani. Hadithi ya Agnes Wanjiru na ya wasichana waliofichwa na hofu haipaswi kufa kama takwimu tu, inapaswa kuamsha dhamira ya mataifa yote mawili.
Ikiwa Uingereza itashindwa kutoa haki, itathibitisha kile ambacho wengi wa kusini mwa dunia tayari wanaamini, kwamba dira ya maadili ya magharibi huonesha upande wa maslahi yake yenyewe tu. Na huo ndio utakuwa msiba mkubwa zaidi, kwamba baada ya miongo ya uhuru, uhalifu wa utawala wa kikoloni unaendelea, si kwa bunduki na bendera, bali kwa ukimya na ukwepaji haki. Hii ni ripoti ya Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Hassan Maglumali.